أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد, tuko katika muendelezo wa vipindi vya dini katika TV ya Zamaradi TV, na tulieleza katika kipindi chetu cha mwanzo baadhi ya mambo ambayo ni ya msingi kwa mtu ambaye anakusudia kufanya ibada ya haji. Tukaeleza mwanzo nini na nini kinatakiwa. Leo tutazungumzia baadhi ya vitu ambavyo ni vya muhimu kwa mtu anayekusudia kuhiji. Lengo letu, ndugu watazamaji, tunakusudia kuifundisha hija kabla ya mtu hajaondoka hapa Tanzania, iwe ameshaijua, hata kama mathalan kwa mfano hakusomea masomo yanayohusiana na mambo ya ibada ya haji. Lengo letu ni kumwelekeza mtu na kumfanyia wepesi afahamu kile anachokitolea gharama kubwa kwa ajili ya kwenda kufanya ibada hiyo ya haji. Hii ndio nguzo ya kwanza ambayo sisi katika taratibu na nidhamu ya nguzo za Kiislamu, hii ni nguzo ya 5, lakini tumeichagua kuisema hii kwanza, au tumetanguliza kuizungumza ibada ya haji kwa ule umuhimu wake na kwa kile kipindi ambacho ni cha msingi, na hasa ukizingatia kwa mwaka huu wa 2025-26 kuna taratibu za nchi ambayo ibada ya hija ndiko inakofanyika. Wamebadilisha utaratibu. Miongoni mwa vitu walivyobadilisha ni kwamba mahujaji watarajiwa wanatakiwa wajiandikishe mapema. Kwa kuwa huo ndio utaratibu, na sisi pia tukaamua kwamba ni vizuri mahujaji tukawaelekeza vitu vya msingi waweze kuvifahamu mapema kabla ya safari yenyewe. Siku zijazo tutakuwa tunazungumzia baadhi ya nguzo nyingine za Kiislamu ambazo itakuwa zimebaki 4. Kwa yale ambayo yatakokuwa ni ya muhimu kwa sasa kwa mtu anayetarajia kuhiji, basi aweke sikio aweze kusikiliza kile ambacho tutakieleza au tutakifundisha katika kipindi chetu hiki. Ibada ya haji ina vitu vifuatavyo. Ibada ya hija ina vitu vifuatavyo. Moja, hija ina nguzo zake. Hija ina nguzo zake. Maana yake mtu ambaye kaenda Maka kwa ajili ya kufanya ibada ya haji, lakini hakuzipatiliza zile nguzo 5, ni nguzo za haji, maana yake ni kwamba huyo mtu atakuwa amekosa mambo ya msingi katika ibada yake. Maana yake ibada yake itakuwa ina mapungufu. Kwa hivyo ni lazima hivi vitu avielewe. Kwa hivyo hija ina nguzo. Jambo la pili, kuna wajibati. Yaani kuna mambo ambayo ni wajibu wa mtu aliyekwenda kuhiji, ni lazima hayo ayafahamu, na kule kuyafahamu kwake kunafanya ibada yake kukamilika vizuri. Na vile vile kuna vitu vingi katika mambo ya haji vile vile vimewekewa utaratibu wa kisheria katika ibada ambayo Mwenyezi Mungu ameifaradhisha kwa Muislamu kwa mwaka mara moja. Ndugu zangu wasikilizaji na Waislamu, ombi langu na katika kule kuhamasisha kwangu na kusudia niwaambie kwamba ibada hii ina gharama, ibada hii ina muda ambao tunatakiwa utumie muda,
wende ukakae mahala mbali na mji wako uliozoea, ni vizuri ukafanya maandalizi ya kufahamu yale mambo ambayo ni ya msingi katika ibada hii ya hija. Tukiingia kwenye nguzo za hija zenyewe, nguzo za hija ziko 4. Nguzo za hija ziko 4. Wewe msikilizaji unatakiwa kuzifahamu kupitia katika kipindi hiki cha Zamaradi TV, kipindi cha dini. Nguzo ya kwanza katika nguzo za hija ni kuhirimia hija. Ni kuhirimia hija. Ima unaweza ukanuia kwa moyo au kwa kutamka, kwa kusema nawaitul hajj awil umra. Manuizi yake ni hayo. Ukishasema maneno hayo, maana yake umeshaingia katika ibada tayari. Lakini jambo la pili katika nguzo za hija ni kuzunguka Al-Kaaba, ambao ni kusema na kutufu Al-Kaaba. Manake kulizunguka Al-Kaaba mara 7. Lakini kingine ambayo hiyo itakuwa ni nguzo ya 3 ni kwenda Safa na Marwa. Ni kwenda Safa na Marwa. Yani hii ni miongoni mwa nguzo. Ni miongoni mwa nguzo. Lakini kingine ni tawafu al-ifadha. Tawafu al-ifadha maana yake tawafu ya nguzo. Maana yake katika kule kwenda mtu kwa ajili ya kukusudia ibada ya haji, na hasa sisi wa Tanzania mara nyingi tunapokwenda kuhiji, mara nyingi asilimia kubwa ya watu, asilimia kubwa ya taasisi zinazopeleka watu kwa ajili ya kwenda kuhiji huwa wamechukua moja katika hija aina 3. Hija iko aina 3: qiran, tamattu na ifrad. Kwa hivyo mara nyingi taasisi zetu zinachagua tamattu kwa sababu hii ni nyepesi katika ule utekelezaji wake. Kinachoingia ndani yake kuna kuchinja tu, ndicho ambacho kinachoingia. Lakini kingine ni kunyoa. Hii ni nguzo ya 4 katika arkani al-hajj. Hivi vitu hivi ni lazima mtu anayekusudia kuhiji avitizame vizuri, ili ibada yake ipate kuwa imekubalika. Ndugu msikilizaji, nimeeleza vitu hivi kwa utaratibu ili upate kuvizingatia vizuri katika utekelezaji wako wa ibada. Ujue kuna vitu hivyo vya msingi. Maana yake kunuia, utasema nawaitul hajja au al-umra. Huo ndio utaratibu. Lakini kwa mtu anayefanya ibada hii ya tamattu'i, maana yake ni kwamba yeye anaanza umra kwanza, halafu kisha baada ya kumaliza ile umra yake, maana yake anatulia kwanza, anavua nguo zake na anaendelea na mambo yake mengine. Kwa yule mtu ambaye labda pengine kafuatana na ahali yake, pia anaweza akaendelea naye katika yale mambo ambayo ni ya msingi ya kutafuta watoto. Yeye kwake wakati huo akishakuwa amemaliza ile umra yake, maana yake yale yaliyokuwa ni haramu basi kwake yeye yatakuwa ni halali. Hayo ni mambo ambayo anatakiwa kuyazingatia sana wakati anapokuwa katika ibada yake. Muislamu ni vizuri akazingatia haya ambayo ni ya msingi wakati wa kwenda kufanya ibada hiyo ya haji, ambayo ina gharama nyingi, ina gharama na inapoteza vile vile muda. Mji
wa Maka na Madina ndio miji ambayo imewekwa kama vile sehemu ya mtu yoyote anayekwenda kuhiji lazima apitie hiyo miji miwili. Maka ndiko inakofanyika hija yenyewe, na baada ya kumaliza zile harakati za haji anatakiwa aende akamzuru Mtume sallallahu alaihi wasallama Madina al-Munawwara. Kwa machache haya natarajia ndugu msikilizaji utakuwa umenipata vizuri, lakini pia tutaweka namba yetu kwa mtu ambaye anakusudia kuuliza, basi apate nafasi ya kuweza kuuliza na yeye atafahamishwa. Mtu anaweza akauliza swali, kwa nini mtu aende Maka na kwa nini mtu aende Madina? Toba, ndugu msikilizaji, unatakiwa kufahamu kwamba Nabii Ibrahimu alayhi salam ndiye mtu wa kwanza aliyetuanzishia mambo haya ya kihistoria ya ibada ya haji. Nabii Ibrahimu alayhi salam ndiye Muislamu wa kwanza aliyetuanzishia ibada hii ya haji baada alipokuwa ameelekezwa kwamba yeye aende akaishi pale. Kwa hivyo akaenda akaweka familia yake pale na matendo yote ya ibada ya haji yanafanyika pale. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndivyo ameelekeza kwamba ibada ya haji haifanyiki mahala popote duniani isipokuwa Maka. Maka kuna nyumba tukufu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo ni lazima mtu yote anayekwenda kufanya ibada ya haji lazima aende Maka kuhiji. Ili ni nyumba ya Mwenyezi Mungu ambayo mwenyewe kaiita Baitullahil Haram, nyumba ya Mwenyezi Mungu tukufu. Kwa hivyo hatuwezi tukasema mtu atengeneze mji wake mwingine au mahala popote duniani akapafanya kuwa ni mahala ambapo watu wanaweza wakenda akahiji. Hiu ni utaratibu ambao Mwenyezi Mungu ameweka yeye mwenyewe mahala pale. Pia inasemekana Maka ndio katikati ya dunia. Maka ndio katikati ya dunia. Kwa hivyo maeneo yale ndio hasa ni karibu zaidi na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa utukufu ule ambao umetokea katika historia, yako mambo mengi yametokea kihistoria, na hasa Nabii Ibrahimu alayhi salam ambaye yeye wakati alipokuwa amemweka familia yake pale, ameweka familia yake pale, ndipo matukio mengi ya ibada ya haji yalianzia hapo. Nadhani kwa msikilizaji yote atakuwa amefahamu kwa nini tu iwe Maka badala ya kuwa Madina mathalan. Pale kuna nyumba tukufu ya Mwenyezi Mungu na ndio ule msikiti wa Maka au ile Al-Kaaba tukufu. Ile imeanzishwa ni nyumba ya siku nyingi ambao Mwenyezi Mungu kaiandaa kwa ajili ya watu wake waende wakafanya ibada pale. Kwa upande wa Madina, kwa nini watu wanakwenda Madina baada ya kuhiji? Au wanaweza wakaenda Madina alafu kisha wakaja wakahiji. Mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye ndiye mwalimu wetu aliyotufundisha mambo ya ibada hizi zote tunazofanya sisi Waislamu, katika maisha yake baada ya kuhama kutoka Maka alihamia Madina na maisha yake yote yalimalizikia pale na akafia pale na akazikwa pale. Kanuni zinasema kutupitia ulimi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa man hajja walam yazurni faqad jafani, atakaye hiji na kisha asinitembelee, asinizuru, amenifanyia vibaya. Unaonaje wewe kama umehiji halafu usiende kumzuru Mtume sallallahu alaihi wasallam? Kwa hakika yeye ndiye aliyekufundisha ibada ya haji.
Kwa kuwa ndiye aliyekufundisha ibada ya haji, ni lazima ukimaliza ibada yako nenda kamtembelee Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini pia kuna faida nyingi. Unapokwenda Madina, inasemekana ni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni mafunzo yake ambayo amefundisha watu wake, kwamba ukipata pale swala 40 za faradhi, basi itakuwa ni sawa na mtu aliyekwenda kuhiji Makka. Kwa hivyo utukufu wa Madina unaingia hapo. Mtume sallallahu alaihi wasallam akazikwa pale. Lakini jambo lingine la mwisho katika maelezo yangu, Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema la tushaddu rihali illa bi 3 masajid. Haifungwi safari mtu akusudie swala la ibada ila misikiti mitatu: Al-Masjid al-Haram, msikiti wa Maka, wa Al-Masjid an-Nabawi au Al-Masjid hadha, na msikiti wangu huu, akiukusudia msikiti ule wa Madina, wal Masjid al-Aqsa, na msikiti wa Baitul Maqdis. Hii ni misikiti mitatu ambao Muislamu ni wajibu kwake au ni sunna kwake kwenda katika misikiti hii. Kwa hivyo utukufu wa msikiti wa Madina unaingia hapo kwa mujibu wa mafunzo ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa sehemu hii naomba tuishie hapa, kwa sababu lengo letu ni kumwelekeza mtu ambaye anakusudia kufanya ibada ya haji apate kuifahamu vizuri, si kwa haraka haraka, kwa sababu ni kitu muhimu sana kwa haji. Ni vizuri akafahamu kile anachokwenda kukifanya. Kwa haya mafupi naomba niishie hapa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.